Hello, karibuni tena kwenye chaneli yetu ya KingoFarm. Sasa leo tutawaangalia wale wafugaji ambao wanafuga kuku kwa ajili ya mayai. Sio tu layers, nazungumzia layers, lakini pia nazungumzia chotara, lakini pia nazungumzia kuku wa kienyeji, lakini pia kuna watu wanaotumia broiler kwa ajili ya kutaga. Yaani broiler sio kuku wa kutaga. Lakini ukimfuga akifika miezi 4 mpaka 5 pale huwa anaanza kutaga. Kuna watu wanafuga tu hivyo kwa ajili ya kutotolesha. Kwa leo nitakupa mimea 8 ambayo kama utakuwa unawapa kuku wako ambao wanataga au unataka watage, basi utagaji wao utaongezeka na watataga mayai yenye ubora. Ninaposema mayai yenye ubora, namaanisha yale mayai ambayo kwanza yanafaa kwa kutotoleshwa, lakini yanakuwa yameambatana na sifa mbalimbali kama kiini kuwa cha njano, lakini pia yanakuwa yana sifa nyingine ya kuwa na lile gamba gumu. Kuna mayai ukiangalia kuku wanavyotaga yanakuwa hayana gamba gumu. Hayo hata hayafai kwa kutotoleshwa, lakini pia yanakuwa sio mazuri hata kwa kuyatumia kwa sababu hayahifadhiki vizuri pia. Kwa hiyo kama utatumia hii mimea au hivi vitu 8 ambavyo nitakutajia, utaweza kufanya yale mayai yaweze kuwa yenye ubora na utagaji utaona umeongezeka kwa kiwango kikubwa sana. Tunatumia hii mimea kwa sababu hii mimea inakuwa ina protini, lakini vile vile inakuwa ina vitamin mbalimbali, lakini vile vile inakuwa ina madini mbalimbali, ambao vitu vyote hivyo ukichukua protini, madini pamoja na madini pamoja na vitamin, ndio vitu ambavyo vinafanya yai liweze kuwa na ubora. Lakini vile vile ili kuku watage sana wanahitaji vitu hivyo vitatu. Wanahitaji kupewa madini, wanahitaji kupewa protini, lakini vile vile wanahitaji kupewa vitamin kwenye vyakula ambavyo unakuwa unawapa. Sio tu kwenye vyakula, pia hata kwenye maji, vitu ambavyo unawapa huwa vinaenda kuwa boost au kuchochea ule utengenezwaji wa mayai. Nisikilize mpaka mwisho ili ujue hiyo mimea 8 ambayo ni muhimu sana kwa wewe ambao kuku wako wanataga. Hata kama ni kuku wa kienyeji, umemtengenezea chakula chako kizuri. Kwa mfano tuna kile kitabu ambacho kina zile formula za kuku wa kienyeji ili watage mayai mengi. Unapokuwa unampa zile formula, mpe na hii mimea ambayo nitakutajia, utaona matokeo mazuri sana sana sana. Hata kama ni chotara, hata kama ni layers. Tulishawahi kuwa na layers hapa 100. Walikuwa wanatoka kwa siku mpaka layers 97, wakati mwingine 95, wakati mwingine 90. Walikuwa wanaanzia kwenye 90 mpaka 97. Mayai ambayo walikuwa wanayataga kwa siku, kwa sababu tulikuwa tukiwapa hiyo mimea. Tulikuwa tunawapa mimea mbalimbali. Wengi wanaishia tu kuwapa molasses na kadhalika, lakini ukiwapa hii mimea unaona matokeo makubwa sana. Kama una vitabu vyetu vile vya kutengeneza chakula, unaweza ukavinunua. Kwa mfano kwa kuku wa kienyeji, unaweza ukatengeneza chakula ambacho kipo kwenye kitabu cha safari ya ufugaji au kwenye kile kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji. Kama una hivi vitabu, basi utaweza kuwatengenezea vile vyakula. Ukiwapa utapata matokeo mazuri sana. Sio tu kwenye kutaga, hata kwenye wanaokua, hata kwa vifaranga, kwenye hivi vitabu kuna hizo formula zote. Lakini vile vile vina miongozo yote ya kuwafuga kuku kuanzia vifaranga mpaka wanakuwa wakubwa. Pia tuna kitabu cha ufugaji wa broiler, lakini pia tuna kitabu cha tiba za asili za kuku. Hiki kinaelekeza tiba zote za asili za kuku, vitamin za asili za kuku, pamoja na booster za asili za kuku. Hata hii mimea nitakayokutajia leo ipo kwenye kitabu cha tiba za asili, na ipo na mingine zaidi na zaidi. Kuna mimea mingi sana kama 30 kwenye kitabu cha tiba za asili ambayo inapatikana sehemu zote. Ukitafuta utaipata. Lakini pia tuna kitabu cha booster. Hiki kitabu ni maalum kwa ajili ya booster tu. Kimeelekeza kama kuku wako ni wa mayai, basi utumie booster gani, na kama kuku wako ni wanyama utumie booster gani. Lakini vile vile pia kimekupa na ratiba maalumu ya kutumia hizo booster. Kimekuelekeza labda Jumatatu utumie booster fulani, Jumanne booster fulani, Jumatano booster fulani, ili uweze kuona matokeo. Kama ni wanyama watanenepa sana, na kama ni wa mayai utaona utagaji wao umeongezeka kwa kiwango kikubwa sana. Kila kitabu gharama yake ni shilingi 10,000. Ukilipia unatumiwa soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Vile vile kwa wale wanaotaka kutengeneza incubator za boxi, sisi tuna kitabu ambacho kimeelekeza namna ya kutengeneza ka incubator kadogo, kutoleshia mayai kidogo tu. Kama una kuku wako wa kienyeji wanataga lakini mayai mengine wanayaacha, basi unaweza ukatengeneza ka incubator ka boxi ukawa unatotoleshia mayai yako ka incubator. Kitabu chake kinauzwa 10,000. Pia tunakupa na video za namna ya kuconnect ili uweze kupata ka incubator kazuri ka boxi. Na kwa wale wanaototolesha mayai mengi, KingoFarm tunauza incubator.
nzuri kabisa zilizotengenezwa kwa kiwango cha hali ya juu. Sisi wenyewe tunazitumia. Hizi incubator ufanisi wake ni mkubwa sana. Asilimia za kutolesha mayai ni kuanzia 90 na kuendelea. Zipo vizuri, tunatengeneza wenyewe, tunakuagizia popote ulipo na tutakusimamia kuanzia unapoweka mayai mpaka siku unapata vifaranga. Ukihitaji hizi huduma zetu kama ni vitabu au ni incubator, basi utaweza kuchukua namba hapo kwenye video na ukatupigia au ukatutumia ujumbe WhatsApp. Kitu kingine, tuna kundi la mafunzo. Kundi ambalo linatoa mafunzo ya ufugaji kule WhatsApp. Ada yake ni 8,000 tu kwa muda wa miezi 2. Ukilipia tunakuunga kwenye kundi letu, tunapata darasa. Lakini vile vile ukiwa na maswali, ukihitaji ushauri, ukiuliza utajibiwa ikiwa umelipia hiyo ada ya 8,000 na tumekuunga kwenye lile kundi la mafunzo. Sasa tuangalie hiyo mimea au hivyo vitu 8 ambavyo vinachochea utagaji wa mayai. Kitu cha kwanza ni toto la ndizi. Nadhani wote tunalijua toto la ndizi au moyo. Wengine huwa tunaita moyo wa ndizi au toto la ndizi. Lile dude ambalo huwa linatengenezwa ndizi pale, lile lina boost sana utagaji wa mayai. Linachochea kwa kiwango kikubwa sana. Kama una kuku wako wa mayai na una hili toto la ndizi, usisite kulitumia. Lakini kitu cha pili ni mchanganyo wa kitunguu saumu pamoja na tangawizi. Huu mchanganyo ni hatari sana kwa kuku wanaotaga. Kuku wako watataga mayai makubwa. Kama hujawahi kushuhudia kuku akitaga mayai ambayo yana viini viwili, basi mpe huu mchanganyo wa kitunguu saumu na tangawizi. Kuna kuku wao wanataga mayai makubwa ambayo yana viini viwili. Kama ukiwapa huu mchanganyo, una boost sana ukubwa wa mayai, huu mchanganyo wa kitunguu saumu pamoja na tangawizi. Lakini kitu cha tatu ambacho kitakusaidia kuku wako watage vizuri ni majani ya mwembe. Majani ya mwembe yanachochea sana utagaji wa mayai, yanafanya mayai yaweze kuwa makubwa, lakini vile vile ile consistency iwe nzuri ya utagaji wa mayai, wao wanataga vizuri kabisa. Na kitu kingine ambacho kinachochea sana utagaji wa mayai ni karoti. Karoti inawafanya kuku wako watage mayai kwa wingi, lakini vile vile watage mayai yenye kiini cha njano na yenye ubora wa hali ya juu. Kwa hiyo kama una karoti na una kuku wako wa mayai, pendelea kuwasagia na kuwawekea kwenye maji yao ya kunywa. Na kitu kingine cha 5 ambacho kinachochea vizuri kabisa utagaji wa mayai ni majani mbalimbali. Majani ambayo tunayazungumzia hapa ni hizi mboga ambazo hata binadamu anazitumia, kwa mfano mchicha, chainizi, sukuma wiki. Haya yote yanachochea sana utagaji wa mayai. Na kitu kingine au mmea mwingine wa 6 ambao unachochea utagaji wa mayai ni pilipili. Pilipili ni hasa katika kipindi kile cha baridi au msimu wa baridi. Ukiona kuku wako msimu wa baridi hawatagi vizuri, kwenye maji yao wasagie pilipili na tangawizi, wawekee, utaona utagaji wa mayai umerudi, umekuwa vizuri kabisa. Kwa hiyo pilipili pia zinafanya vizuri sana kwenye kuchochea utagaji wa mayai. Na kitu cha 7 ambacho kinasaidia sana kwenye utagaji wa mayai ni beetroot. Beetroot ni kile kiazi damu. Nadhani wengi pia tunakifahamu. Hii beetroot pia inachochea sana utagaji wa mayai, na mayai yenye ubora wa hali ya juu. Lakini kitu cha 8 ambacho kinasaidia pia kwenye utagaji wa mayai, au kama una kuku wako wanaotaga, usiache kuwapa majani ya mlonge. Majani ya mlonge yako vizuri sana. Kama utaweka kwenye chakula au utaweka kwenye maji, pia yanachochea sana utagaji. Kwa hiyo ni mimea kama 8 au vitu 8 ambavyo ukiviweka kwenye maji yao ya kunywa, utagaji wa kuku unakuwa ni mkubwa. Unakuwa ni kuku wanataga mayai kwa wingi, lakini vile vile pia wanataga mayai ambayo yana ubora wa hali ya juu. Usiache kuwapa, hata kama ni layers, wale kuku wa mayai wa kisasa, uwape hivi alafu utaona matokeo. Watengeneze chakula chako kizuri, uwape na hii mimea kwenye maji yao kila siku. Matokeo utayaona ni makubwa sana. Na uzuri wa hizi booster pia zinakinga magonjwa mbalimbali. Zinakinga mafua, zinakinga typhoid, zinakinga miharo mbalimbali. Ni nzuri sana, ni muhimu sana kuzitumia wewe kama mfugaji kwa ajili ya kupunguza gharama, lakini vile vile kuongeza ubora wa mayai au kuboresha biashara yako. Asanteni sana. Tunawakumbusha kama unahitaji huduma zetu, kundi la mafunzo pamoja na vitabu vyenye miongozo ya ufugaji pamoja na incubator, chukua namba kwenye video na utupigie. Asante sana.